mazungumzo mbalimbali kuelekea 3 kamili za asubuhi, na sasa ni muda wa the interview, tukiwa na mambo mengi kweli kweli ya kujadili hapa, na wewe pia tunakukaribisha sana kuweza kuungana na sisi moja kwa moja kwenye mijadala mbalimbali ambayo tunakuwa nayo hapa. Leo tutakuwa tukizungumza hasa kuhusiana na masuala yanayohusu taifa hili. Jana wakati tunaripoti hapa leo asubuhi kwenye wino mzito kuhusiana na taarifa mbalimbali, nilikupa pia ripoti kutoka kwa ile tume ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29, ambapo Jaji Chande akatoa taarifa ya kwa nini siku zimeongezwa, lakini pia akasema maendeleo yanayoendelea kwenye tume ile. Lengo, na amesema wazi kwamba mwisho wa siku ni kushauri kuhusu maridhiano ili taifa liweze kwenda kwenye eneo ambalo linatakiwa kwenda. Tutakuwa kuna mjadala katikati ya hayo ambayo yamezungumzwa, lakini nitakuwa nikiweka zaidi sawa nikiwa na mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya uchumi, mtafiti na mwandishi wa vitabu. Huyu ni Hildebrand Shayo ambaye tutakuwa naye hapa tukizungumza mengi kweli kweli. Hildebrand Shayo ambaye tunaye hapa, tutazungumza hayo, lakini pia tutakuwa tukiangazia faida za kiuchumi, kisiasa na kijamii katika ujenzi wa hayo maridhiano na umoja wa kitaifa. Haya yote yakiwa nazungumzwa ikiwa ni baada ya zile vurugu au sintofahamu ya Oktoba 29. Bwana, karibu sana. Asante sana. Mambo yanasemaje? Hali ni nzuri na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya. Tuko hapa tukijadili masuala ambayo ni ya msingi hasa kwa taifa letu, tuweze kwenda mbele kama taifa ambalo lina umoja, taifa ambalo linajitambua, na taifa ambalo linajali yale maazimio na ushauri tunaopewa na viongozi wetu. Karibu sana, na tuanze kwa kuzungumza hili ambalo nimelitambulisha hapa. Kimsingi ni kuangazia faida za kiuchumi, kisiasa, kijamii kwenye ujenzi wa maridhiano na umoja wa kitaifa. Kwanza tuanzie hapa kwenye idea ya maridhiano. Maridhiano ni matokeo ya nini? Maridhiano ni matokeo ya kujaribu kutafakari kitu ambacho kimetokea, na mkajaribu kukaa pamoja kuangalia kwa undani ni vitu gani vilisababisha mpaka mkajikuta mko kwenye hali hiyo. Kwa hiyo baada ya kungamua hayo, mnaanza sasa kukubaliana kwamba mambo haya yalitokea kwa sababu A, sababu B, sababu C. Kwa hiyo sasa tunatokaje hapa? Tunajipanga vipi? Tunaelekea wapi? Kwa sababu bila kuangalia uhalisia wa kilichokuwa kimetokea, na pande zote mbili zikakubali, pande inayofanya utafiti wa kuangalia ni kitu gani kimetokea na pande ambayo ilifanyiwa, mkakubaliana and then mkashauriana mnaendaje mbele kuendelea kujenga hali ambayo ni ya utulivu zaidi, ya kuelewana, kushirikiana, na kama ni taifa kama la Tanzania kuangalia sasa tunaendaje mbele, kwa sababu baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ni kweli kulitokea na sintofahamu ambazo hazikutarajiwa, na katika sintofahamu hizo kuna mali ziliharibika, kuna watu waliumia, kuna bahati mbaya wenzetu walipoteza maisha kwenye hizo vurugu, kwa sababu unajua vurugu ambazo hazijapangwa ni kama hazina macho. Kwa hiyo vitu kama vile vikitokea, na kama Mheshimiwa Rais alivyounda ile tume kuangalia uhalisia ulikuwa vipi, then baada ya hapo tunakuwa na hali ya kuelewana ili tujenge umoja na tusonge mbele. Sawa bana, na wewe pia unaweza kuwa unatuandikia maoni yako kupitia 0683802966. Niko hapa na Hildebrand Shayo tukizungumza naye kuhusiana na masuala kadhaa ambayo yanahusu haya maridhiano, lakini tukiangalia hasa faida za kiuchumi, kijamii na kisiasa pia kwenye kujenga huu umoja wa kitaifa na maridhiano kwenye taifa la Tanzania, hususan tukiangalia kuanzia Oktoba 29 mpaka hapa tulipo kwa sasa. Kwa maana ya definition iliyonipa, maana yake ni process ya kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu tukio husika na kuelewana. Tukio limetokea, inabidi mkae pamoja sasa, kwa sababu kuna msemo wa Kiswahili unasema mtoto akikunyea mkono usiukate. Kwa hiyo unausafisha ule mkono and then unaendelea kumtunza mtoto. Kwa hiyo matukio yalitokea, ni swala la kukaa chini sasa na kuangalia tunafanyaje,
tunaendaje, na hali hiyo sasa inaenda kusaidiaje kama unavyosema hapo kisiasa, kijamii na kiuchumi, taifa linaendaje mbele, ambacho ndio kitu ambacho tuko hapa leo nafikiri ukiangalia kwa mapana yake na kwa undani. Tukifanikiwa kurejesha hicho ambacho umenipa definition yake, mitazamo ya watu iwe kwenye eneo moja, kukubaliana, kuridhia kwamba kuna hiki kilitokea, lakini kama taifa tuende hivi. Tuanzie kwenye eneo la uchumi. Ikifanikiwa ni nini kinaweza kuongezeka kwenye uchumi, kusema hii imetokana na sisi kukaa kwenye eneo hili? Kwanza ujenzi wa maridhiano na umoja wa kitaifa baada ya matukio kama yaliyotokea ni kwamba una manufaa makubwa sana katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hilo halikuepeki. Na kwanza kiuchumi ni kwamba kuimarisha utulivu wa kisiasa unavutia wawekezaji. Na sisi kama taifa wawekezaji hawa wa ndani na wa nje wanaenda kusaidia kutengeneza ajira. Lakini vile vile wanaenda kufanya au kuleta msingi wa kulipa kodi. Na matokeo yake tunaenda kuchangia kwa kukua kwa uchumi jumuishi au jumla. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili, kunapokuwa na maridhiano kunapunguza gharama za migogoro kama uharibifu wa mali, kupungua kwa uzalishaji na kuruhusu rasilimali kuelekezwa kwenye maeneo ya maendeleo ambacho ndio taifa letu linataka. Lakini cha tatu, huongeza imani ya wananchi. Na hapa taasisi za serikali na mifumo ya kidemokrasia inaendelea kuboreka na tunaendelea kuboresha utawala bora. Lakini cha nne ni kujenga mshikamano wa kijamii unaochochea ushirikiano wa shughuli za maendeleo ya jamii nzima ya Kitanzania. Lakini tano, kuna kuimarika kwa sifa ya kitaifa. Unajua mataifa yanapoona tulipata shida, tulipata changamoto, lakini tumeweza kukaa tukaelewana, tukajua matatizo yalikuwa wapi, na lengo lake ni kuleta utulivu ndani ya nchi, then taifa linaenda kuwa na heshima kwamba hawa ndugu wamepata shida kidogo, wameelewana na wanasonga mbele. Lakini sita, kusaidia kuongeza ufanisi na utekelezaji wa sera za mipango ya maendeleo kutokana na migawanyiko ambayo inaweza katokea kunapokuwa na purukushani. Lakini saba, kuchochea ushiriki mpana wa wananchi katika michakato ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na uchaguzi na mipango ya maendeleo. Lakini nane na la msingi, unapokuwa na maridhiano husaidia kupunguza chuki, ubaguzi, fikra potofu na migawanyo ya kijamii na hivyo kujenga jamii jumuishi. Na tisa, huimarisha imani na usalama, jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wa jamii. Na hivyo kuweka misingi imara ya maendeleo endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho, na kujenga taifa lenye mshikamano linaloongozwa na maadili na uvumilivu na umoja. Na vitu vyote hivi kiuchumi vinasaidia watu kushughulika na shughuli zao za kiuchumi. Wawekezaji wanajua kabisa taifa hili lina mipango, linajua linakwenda wapi. Na kuna msemo mwingine wanasema hamna barabara ndefu isiyokuwa na kona. Maana yake nini? Yani matatizo katika maendeleo yakijitokeza, mkikaa chini mkiyatafakari, lazima kutakuwa na suluhisho. Na mkibadilika kifikra kuendana na ushauri utakaotolewa kutokana na maridhiano ambayo mmekubaliana, then taifa litasonga mbele. Na ndio huko na kuona Tanzania inakwenda sasa hivi. Ndio. Kwenye maridhiano naweza nikakwambia ni mchezo wa kugusanisha fikra za kila kundi. Yapo makundi yanafikiri hivi, yapo makundi yanafikiri tofauti, lakini yanahitaji wewe ambaye upo katikati, lengo lako ni kukutanisha hizi fikra zote, mwisho wa siku wakubaliane kwenye eneo hilo. Tunafanyaje kukutanisha makundi yote kwa pamoja ili tuweze kuzungumza lugha moja? Utakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alipounda ile tume ambayo niliwahi kuandika kwenye gazeti moja kwenye makala fulani kwamba muundo wa ile tume ni tume ambayo kihistoria na kiheshima ni tume ambayo imejaa watu wenye busara zao, mbali na kutukuka kwa kazi zao walizofanya ndani ya serikali na nafasi mbalimbali walizoshika. Ni kwamba ni tume ambayo ingeweza kwa kutumia busara zao wakaangalia uhalisia ulivyokuwa, ili waweze kutoa taswira halisi, iweze kuishauri serikali kwamba ni hatua gani zikichukuliwa, na hizo hatua zikichukuliwa kwa hali ambayo inawaweka Watanzania pamoja,
tunaweza tukafika kule tunakokwenda. Kwa hiyo kazi ya tume ilikuwa ni kuhakikisha kwamba mawazo ya watu wote, na ndio maana hata hizi siku ambazo zimeongezeka, mimi nimemsikiliza ule mwenyekiti wa tume. Moja ya kitu alichozungumza ni kwamba ushahidi umeendelea kujitokeza na hawawezi kupuuza, kwa sababu unapofanya utafiti na kwenye jambo la muhimu la kitaifa kama hili, kila taarifa inayokuja, na of course kuna kipindi ambacho lazima useme hapa ndio mwisho wa kupokea taarifa, lakini kwa sababu ya unyeti wa shughuli hii, kila taarifa inayokuja na wale wazee wenye busara zao wakiona inaleta tija kwenye kile wanachokifanya, kujaribu kuwapa Watanzania feedback, mrejesho ya kwamba tarehe 29 tulikuwa na uchaguzi, baada ya uchaguzi ukatokea matatizo haya ambayo na sio kwa Tanzania peke yake, mataifa mengi kwa duniani. Kwa hiyo zile taarifa zinapotoka inakuwa lazima wazichakate, na nimemsikiliza vizuri mwenyekiti akisema kwamba kuna taarifa nyingine zinahitaji uchambuzi wa kina. Kwa mfano remote sensing, mtu anapoleta, kwa sababu wakati wa uchaguzi, baada ya uchaguzi kulikuwa na picha nyingi zinarushwa kwenye mitandao. Watu walikuwa wanatumia mitandao vibaya kwa kutumia artificial intelligence, wanasema walichokuwa wanataka kusema. Lakini kwenye swala nyeti kama hili, lazima wazee wale, timu ile ihakikishe kwamba inawapa Watanzania mrejesho ambao unaonyesha uhalisia, kwa sababu ni tume kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais alipokuwa anayapisha kwamba nendeni mkatafute kiini, tujue tulijikwaa wapi, tulikosea wapi, ni wapi pa kurekebisha, na tuendelee kujenga utulivu na amani, ili shughuli za maendeleo, shughuli za kisiasa na za kijamii ndani ya taifa hili ziweze kuendelea kuwa na tija kwa manufaa ya Watanzania wa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Sawa, na sisi tupo live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio, na nimewaona wengi, kina Jafari Kopo mkiendelea kuwa na sisi. Asanteni sana kutoka Moshi, Kilimanjaro, na wengine ambao mnatuandikia ujumbe. Nikukumbushe tu kuhusiana na kampeni mpya kabisa inayoitwa Kimewaka Soko ni Moko. Cha juu zaidi, hii inatoka Azam TV, ambapo kupitia kampeni hii tunalenga kuwapa wateja wetu nafuu mkubwa wa vifurushi vya Azam TV pamoja na urahisi wa malipo kupitia Azam Pesa, njia salama, rahisi na yenye uhakika. Kuanzia tarehe 27 Februari mchakato huu umeanza, na hii itakwenda kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Tunakuletea ofa maalum ambayo hutakiwi kuikosa. Ukilipia kifurushi cha shilingi 28,000 unapata kifurushi cha juu zaidi cha shilingi 35,000. Ndiyo, umesikia, ni sawa, kwa sababu unapanda daraja bila kuongeza gharama yoyote. Maana hiyo sasa, ukilipia 28,000 unafurahia faida zote za kifurushi cha shilingi 35,000. Hii ndio maana tunasema kimewaka, soko ni moko. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Bado tupo na Hildebrand Shayo, tarudi naye hapa kuendelea kuzungumza mengi ambayo tumeanza kuyazungumza kwenye the interview. Kana sisi, usiondoke. Usitoke. Baki hapo. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndio mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, hapa ndo mahali pake. Lakini vipi kuhusu matukio ya uchunguzi? Nikukumbushe, Lens ipo kumulika yote haya. Naam, sisi hatuachi kitu. Tunazungumza nawe kila idara, hata mfanyabiashara, tukikwambia kibiashara zaidi, bila kusahau michezo. Hakika hii ni Super Breakfast iliyoshiba. Super Breakfast 2026, hatuachi kitu. Yes, tunasema hatuachi kitu. Hii ni Super Breakfast ya mwaka 2026. Tutakupa hamasa, namna bora ya kufanya mazoezi, afya ya akili na maisha kwa ujumla. Sasa kuhusu teknolojia, hapa ndio nyumbani. Njoo
ukutane na Supertech. Lakini kuhusu habari, sisi ndiyo mgodi wenyewe. Kwa uchambuzi wa kina unaozingatia mikakati, historia, usuluhisho wa migogoro pamoja na diplomasia za kimataifa, sisi tupo hapa tukitafuta saa 3 kamili. Itakapotimia saa 2 kamili itakuwa ni muda wa news update, lakini pia itakuja hapa kibiashara zaidi. Sisi tupo tukiendelea kuhitimisha mjadala wetu ambao tumekuwa nao hapa na Hildebrand Shayo ambaye ni mchumi, mtafiti na mwandishi wa vitabu, tukiwa tunazungumza naye kuhusu masuala kadhaa kubwa, tukigusia kuhusiana na faida za kiuchumi, kisiasa, kijamii kwenye kujenga umoja wa kitaifa na maridhiano, tukiwa tumeshapata maana nzuri sana ya maridhiano na jinsi gani pia yanachangia moja kwa moja kwenye kutuliza uchumi, kutuliza jamii yetu. Na mtu anaweza akajiuliza, kwa sababu kwenye maelezo yako ya maana ya maridhiano, ukiweka kwenye lugha nyingine maana yake ni utulivu. Mtu anaweza kujiuliza kwamba tunapokuwa na utulivu, uchumi unapata effect gani, nikiwa na maana ya unakuwa kwa kiasi gani au unawezaje kukua? Ni kweli katika taifa kama la Tanzania, tukiangalia tunapokuwa na hali ya utulivu, uchumi unaweza kukua katika mazingira ambayo ni kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza ni kuwa na hali ambayo inavutia uwekezaji wa ndani ya nchi. Na hii hapa utulivu hujenga imani kwa wawekezaji wa ndani na nje. Wawekezaji hawa huenda kuleta mitaji yao, na kwa sababu wanaelewa sera za taifa husika ambao ni Tanzania, wanaelewa mwelekeo uko wapi, na wanaelewa kwamba hili taifa wanapopata changamoto kama zilizotokea, wanarudi pamoja, wanakaa mezani kujaribu kutatua tatizo hilo wao wenyewe kwanza, ili waweze kuwapa nafasi wawekezaji na wananchi wao kufanya shughuli zao za kiuchumi. Lakini jambo la pili ni kuimarika kwa shughuli za uzalishaji. Katika mazingira ya utulivu ni kwamba viwanda vinafanya kazi bila usumbufu, na unakuta wakulima nao wanafanya shughuli zao bila shida, na biashara zinaendelea bila migogoro. Hivyo uzalishaji ongezeka na kuchangia ukuaji wa uchumi. Lakini jambo la tatu ni kuongezeka kwa mapato ya serikali. Shughuli zote hizi zinapofanyika kwa utulivu ni kwamba serikali inaenda kupata mapato yake kwa kupitia kodi, kwa kupitia njia nyingine ambazo ziko kisheria za kuifanya serikali iweze kutimiza ule wajibu wake kama serikali wa kutumikia wananchi wao. Lakini jambo la nne ni kuimarika kwa sekta ya utalii. Unajua, tunapokuwa na utulivu na kwa sababu tuna vivutio vingi Tanzania, kuanzia Zanzibar, Kilimanjaro, Selu, Serengeti na vingine ambavyo bado vinaendelea kuibuka, ni kwamba watalii wengi wa ndani na wa nje wanaona Tanzania ni sehemu pa kukimbilia wakati wa kupumzika na kutafakari namna gani ya maisha yao. Lakini cha nne, kuboreshaji mazingira ya biashara. Na hii ni sehemu ya ile wanasema is a way of doing business. Kwa hiyo utulivu kwa ujumla wake unafanya watu wanaotuangalia wa ndani na wa nje waweze kuona kwamba Tanzania ni taifa ambalo limejitambua, taifa ambalo limejengwa kwenye misingi ya imani, misingi ya umoja. Na hapa lazima tuendelee kumwenzi Mwalimu Nyerere ambaye alituwekea msingi hii, na viongozi wote wa kitaifa ambao wamechukua nafasi ya uongozi wa taifa hili mpaka hadi sasa hivi. Kwa hiyo utulivu ndio silaha kubwa ya kuweza sisi kama taifa kuweza kukua kiuchumi. Kwa kuwa tunazungumza haya tukirifaa au kutokea kwenye vurugu za Oktoba 29, na huwezi kutaja tarehe ile bila kulitaja kundi la vijana. Na hauwezi kuzungumza haya maridhiano, kuleta utulivu, umoja wa kitaifa bila kulihusisha kundi la vijana. Natamani uzungumze na vijana kwa dakika hizi zilizobakia. Kijana anayetusikiliza kwa sasa anatamani ashirikishwe kwenye hili, anatakiwa akae kwenye eneo gani, afikiri nini kwenye haya maridhiano? Vijana wa Kitanzania kuna baadhi walijikuta wako kwenye mkumbo wa yale yaliyotokea. Kwa sababu niliongea na baadhi ya vijana, unamuuliza kwa nini ulifanya hivi, anakuambia bana, mimi nilijikuta tu niko kwenye mkumbo. Lakini vijana wa Kitanzania wana matarajio makubwa sana ya kuona hii tume inakuja na majibu gani itakao wafanya hawa vijana wawe na mabadiliko ya kifikira, kwa sababu lengo la vijana ni kuona taifa ambalo linaenda kujali mambo yao. Na vijana walio wengi wanatarajia kwamba yatakayaamuliwa yanaenda kuwafanya waone wako
huru, wako na imani ya viongozi wao, na pale watakapopata shida, either shida binafsi, shida ya kibiashara, shida ya kijamii, wana mahali pa kukimbilia. Na kwa sababu mifumo imeimarika, na kama unavyofahamu hivi majuzi vijana walio wengi ndio wao kwenye sekta binafsi sasa hivi, wakitumia fursa ambazo zinajitokeza kwenye mitandao, wakikuwa na biashara za hapa na pale ambazo zinawapatia vipato, hasa wale vijana ambao wanataka kufanya kazi halali ambazo zinawapatia vipato halali. Kwa hiyo kijana yeyote anachotaka ni kuwa na anaona mfumo uliopo unaenda kujibu majibu yake pale atakapohitaji huduma fulani. Kama ni masuala ya leseni anasaidiwa, kama ni masuala ya kulipa kodi, biashara zake anazofanya zile ndogo ndogo anaelimishwa, kwa sababu nimekuja kugundua kitu kimoja. Tatizo la kutokulipa kodi sio kwamba watu wataki kulipa kodi, ni kuelimishwa. Ni jana tu nilikuwa naongea na kijana mmoja, anasema mimi shida yangu sio kulipa kodi, nalipa kodi kwa sababu gani? Kwa hiyo ukimwelimisha inaenda wapi? Atatimiza wale wajibu. Lakini cha mwisho ni kwamba ni kubadilika fikra, mindset, kwamba taifa hili ni la vijana, na haya ambayo hawa wazee watume wanaenda kutupatia, wanaenda kutujengea msingi imara wa kuweka mazingira mazuri ya vijana kuona kwamba wako kwenye mikono salama. Kwa sababu vijana wasibweteke wakajikuta wanaharibu future yao, kwa sababu vijana hawa ndio viongozi wa kesho. Vijana ambao wana miaka 14, 15 mpaka 18, miaka 10 ijayo, hawa ndio viongozi wetu. Hawa ndio wabunge, hawa ndio ma-DC, hawa ndio maaskari wetu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, hawa ndio polisi wetu, Jeshi la Wazimamoto, madaktari, walimu. Kwa hiyo vijana waone kwamba hili taifa ni la kwao, na misingi hii imara inayowekwa sasa hivi ni kwa sababu waheshimiwa au Mheshimiwa Rais anataka kuwapa taifa ambalo watakuwa huru na wataliamini na wataamini mifumo iliyowekwa kwa ajili ya kuboresha mazingira yao na maslahi yao ya mapana. Kwenye hilo la vijana, wakati tunamalizia, imekuwa pia ikitajwa kwamba vijana wengi ni kama mitazamo yao wanaizungumza kwenye maeneo ambayo sio sahihi. Zungumza na kijana ambaye ana maoni, anatamani atoe views zake zifanyiwe kazi, afanye nini? Nafikiri swala la kutoa taarifa kama kijana ni kutumia njia sahihi, kwa sababu wengi wanakuta, mimi napata muda mara chache ninapokuwa na muda wa kupumzika, napitia kwenye maoni inayorushwa kwenye mitandao. Unakuta mtu ameweka kitu cha maendeleo kujaribu kupata mawazo, lakini unakuta vijana baadhi, sio wote, unakuta ukisoma tu hata yale majibizano, unaona kabisa huyu amejibu kitu ambacho hajui hata anachojibu ni nini. Kwa hiyo kabla hujafanya kitu chochote, kijana, jaribu kuangalia hichi ninachokiandika kinaenda kuwa na madhara gani, kwa sababu chochote unachokiweka kwenye mtandao sasa hivi kitakuja kushika siku moja. Kwa sababu siku hizi, kwa mfano, ukiomba kazi, sihitaji CV yako. Naweza nikamwambia naomba LinkedIn yako, naomba Facebook yako, naomba Instagram yako, na ndani ya muda mchache, kwa mtu mwenye akili zake, akiangalia unachoposti, mazungumzo yako, anaweza akakuprofile, akajua kwamba huyu kijana ni mwadilifu, huyu kijana sio mwadilifu, huyu kijana ana maadili, hana maadili, na huyu kijana ukimtrain anaweza akaelimika na akafanya kile ambacho. Kwa hiyo vijana ni kwamba wajiamini na watumie njia sahihi za kutoa mawazo yao, wasikimbilie kwenye mitandao na kuandika vitu ambavyo siku moja vitakuja kuwarudi na vitaathiri maendeleo yao. Kwenye eneo la, tumaliza kabisa, kwenye eneo la kisiasa, kiuchumi na kijamii, tunatamani kuiona Tanzania ya aina gani? Walau tujipe miaka baada ya hichi ambacho kilipita, baada ya maridhiano, tamani kuona nchi ya aina gani kwenye haya maeneo matatu? Lazima ukumbuke kwamba kuna dira ya miaka 2050. Na dira hii imegawanywa kwenye kitu kinachoitwa miaka mitano. Na kwenye miaka mitano kuna mwaka mmoja. Kwa hiyo na hii inaanza kutumika ile miaka 5 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa hiyo vijana wanatarajia kuona taifa ambalo lina mipango inaenda kuboresha mazingira ya wao kuweza kufanya kazi za vipato vyao binafsi, kwa sababu wako kwenye sekta binafsi, kwa sababu serikali haiwezi kutengeneza ajira kwa kila mtu. Kwa hiyo kama serikali haiwezi kutengeneza ajira kwa kila mtu, na ni kitu ambacho kinajulikana dunia nzima, private sector iliyopo iweze kutoa nafasi au vijana kwenye hiyo sehemu za private sector, sekta binafsi, waweze kupata mazingira mazuri ya wao kufanya biashara zao, lakini wakitambua kwamba wanatakiwa watimize wajibu wao kama vijana.
kama ni masuala ya kulipa kodi, kama ni masuala ya kiafya, kama ni masuala ya kuhakikisha kwamba wanafanya kuwa na utulivu kwenye maeneo yao ya kazi, waweze kuhakikisha kwamba kwa pamoja wanajenga kizazi ambacho ndio sisi tukishazeeka wao ndio watakuwa wanatuangalia kama wazazi wao. Kwa hiyo ni taifa ambalo vijana liko mikononi mwao. Asante sana Ramadhani Chilundi kutoka, hujasema unatokea wapi, unasema upo na sisi unatufuatilia. Nimefurahi sana kusikia kuhusu maridhiano haya, asante. Benedicto Kishandaga anasema nipo nasikiliza kwa makini sana, tuende mpaka 3 kamili. Haya, asante pia. 101.4 kutoka Singida, huyu anasema anaitwa hajasema jina lake, lakini anasema nipo na wasikiliza kutokea Singida. Basi tunakushukuru sana. Asante sana. Haba kama neno moja la mwisho kabisa. Neno la mwisho ni kwamba taifa hili ni letu sote. Na vijana wahakikishe kwamba hatuliharibu kwa sababu ya mihemko. Kwa hiyo ripoti itakapotoka tuipokee, tuitafakari, na kwa pamoja tuendelee kutudumisha utulivu na amani yetu, ndio msingi wa maendeleo ya taifa hili. Kwa hiyo vijana lazima tukubali, tubadilike na tuweze kuwa wanasema tuwe positive. Yajayo yanafurahisha. Yanafurahisha. Haya bwana, nilikuwa hapa na Hildebrand Shayo ambaye ni mchumi, mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mtafiti, tukizungumza naye kuhusu masuala kadhaa. Tumezungumza kuhusu maridhiano, kuhusu faida za kiuchumi, kisiasa na kijamii kwenye kuyaelekea